بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفوك الجد منك الجد. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بسنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أشكر الله سبحانه وتعالى رحمة amani zimwendee mtume wetu Muhammad, yeye na ahalize na sahabaze na waislamu wote kwa ujumla watakaoishi katika dunia hii kwa kufuata mafunzo ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa mwelekezo na ufahamu wa salafi saleh. Na ndugu zangu katika imani, leo ni tarehe 26 za mwezi wa Dhulhijja mwaka wa 1447 tukielekea kupokea mwaka mpya wa 1448 insha Allah. Tunabakiza siku 3 ama siku 4 biidhnillah, wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala atakaowapa nafasi na umri wa kudiriki mwaka huo wa 1448 sawa na tarehe 12 za mwezi huu wa 6 2026. Leo ni siku takatifu ya Ijumaa. Kama kawaida yetu na desturi yetu katika channel yetu hii ya Harakati Muslim Beria katika jiji letu hili la Durban nchini South Africa, tunakuwa tunachukua dakika 10 kwa kukumbushana katika siku takatifu ya Ijumaa kuhusikana na mambo muhimu ya dini yetu hii ya Uislamu. Ndugu yako mtumishi wa Mungu Imam Yahya Jeshi la mtu mmoja katika jiji letu hili la Durban, KwaZulu-Natal, KZN. Ndugu yangu Muislamu, leo nitakuwa na haya ya kuweza kukufahamisha ili uweze kunusurika na majanga mahasidi wa hapa duniani na pia misukosuko na shida zipatikanazo huko mbeleni, bimaana tukielekea katika mahakamatul ilahia, kutoka katika makaburi yetu kuelekea katika judgment yake Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu yangu Muislam, anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu Muhammad aya 7 baada a'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladhina amanu in tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Allahu akbar. Ndugu zangu, hapo Allah subhanahu wa ta'ala ameahidi, ambao ni ahadi iliyokuwa kubwa, ahadun adhiman min Allah azza wa jalla, ni ahadi iliyokuwa kubwa, ahadi yake Allah subhanahu wa ta'ala anatuahidi au anamwahidi kila Muislamu yote yule atakayejifungamanisha na haya ambayo niliyasoma katika suratu Muhammad aya 7. Allah anasema, enyi ambao mliamini, ya ayyuhalladhina amanu in tansurullah, enyi ambao mlimwamini Allah subhanahu wa ta'ala, mkimnusuru Allah subhanahu wa ta'ala, yansurukum, Allah subhanahu wa ta'ala atakunusureni na nyinyi. Kwa sababu gani? Utakuwa tayari ushamnusuru Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yuthabbit aqdamakum, na Allah subhanahu wa ta'ala atakuwekeni barabara mambo yenu, atakuthabitini katika yote ambayo yatakayokuwa kinyume ama yatakayo wahusudu katika maisha haya dunia na kesho akhera. Sasa swala linakuja, vipi sisi tunaweza tukamnusuru Allah subhanahu wa ta'ala? Kaifa nasara Allah subhanahu wa ta'ala au yansurullah, vipi sisi tunaweza tukapata kumnusuru Allah subhanahu wa ta'ala? Ndugu yangu Muislam,
katika kumnusuru Allah subhanahu wa ta'ala, intisaru lillahi al-abda an yakuna bijuz'in min, kumnusuru Allah subhanahu wa ta'ala unapatikana kwa mwanadamu an yakuna bijuz'in min jisiyati al-a'mal, bimaana ukitaka Allah subhanahu wa ta'ala ama umnusuru Allah subhanahu wa ta'ala ni wewe kuambatana, kujifungamanisha na yale ambayo aliyokuamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, wewe kuweza kuyatii. Tariqatuhu nasara Allah, njia ya kuweza kumnusuru Allah subhanahu wa ta'ala inapatikana katika nini? Bil istiqamati ala dinihi, kwa mtu kushikamana, kusimamisha dini yake ya Uislamu, bimaana kufata sheria ya yale ambayo aliyokuelekeza na kujitenga na yale ambayo aliyokataza. Iqamati au amarahu, ni mtu kusimamisha yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliyokuamrisha wewe kuweza kuyafanya, ama yale ambayo aliyokukataza ukajitenga nayo. Wajitinab nawahi, na kujitenga mbali na yale ambayo aliyokataza Allah subhanahu wa ta'ala. Muislamu utakapoishi katika hayo mambo, ukajua hii ni haram, kama alivyosema Mtume wetu Muhammad sallama, alhalalu bayin walharamu bayin, haramu imebainishwa na halali imebainishwa. Ndugu yangu Muislamu, hakuna mtu ambaye asiyejua kama hii ni haramu. Kila mtu anajua kwamba hii ni haramu na akajitenga nayo. Natoa mfano kidogo ndugu yangu Muislamu, hata minyama wanajua hili jambo ni makosa. Mfano wa paka, kama unapaka kwako, unapompa chakula wewe ndio unampa, bila shaka utamuona akipokea na akila hapo hapo. Lakini utakapomuona paka anachukua mboga kwenye sahani, kwenye sehemu ambapo imehifadhiwa kwa kuiba, bila shaka utamwona paka yule anakimbia. Kwa sababu gani? Anajua kwamba hapa nimefanya kosa. Huu ni mnyama ambaye hana akili. Vipi mimi na wewe mwanadamu ambao tuliopewa akili, tukapewa na sheria kitabu chake Allah subhanahu wa ta'ala, utaniambia kwamba haujui kwamba hii ni haramu? Na ndugu zangu Waislamu, leo tunafikiria vipi tukapata nusura yake Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu kiza majanga yametuzunguruka, majanga yametukabili. Bila shaka sehemu iliyokuwa kubwa ni sisi kuweza kupata kinga na msaada kutoka kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala anatuahidi tena ahadi iliyokuwa kubwa, akisema in tansurullah, tutakapojiepusha na yale ambayo Allah ametukataza, tukafanya yale ambayo Allah aliyotuamrisha, Allah anasema yansurukum, atatunusuru na sisi pia, wayuthabbit aqdamakum, na hatatuwekea mambo yetu, mazingira yetu kuwa imara na barabara. Sasa ndugu zangu Waislamu, je, swali linakuja, je, wewe unamnusuru Allah? Umejitenga na mambo ya haramu, ulimi wako umeufunga katika kuteta, utupu wako umeustiri katika kufanya mambo ya zina, income yako, riziki yako, je, ni ya halali? Unaichuma katika njia ambayo anaikuamrisha Allah subhanahu wa ta'ala? Ikiwa kwamba wewe utachukua njia ambayo aliyokuelekeza Rabbul Izzati wal Jalal, basi hapo Allah anaahidi kwamba atakunusuru, atakupa hifadhi, atakupa kinga katika dunia hii. Anasema moja katika, qala Sheikh Abdurrahman As-Saadi rahimahullah, akija kutafsiria hii anasema hadha amruhu minhum ta'ala lilmu'min, hii ni amri hasa imekuja kwa wale ambao wanaoamini Allah subhanahu wa ta'ala, an yansura Allah, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atawanusuru biqiyami bidini, kwa kule tu kwa mtu kusimamisha sheria za dini yake hii ya Uislamu, wa da'watu ilai, sio tu kusimamisha sheria yake Allah, na mtu tena kulingania kukataza yale maovu. Kuntum khairat ummat ukhrijat linnas,
ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Hii ndio sifa ya umma huu wa Mtume wetu Muhammad, ni umma ambao unaoamrishana mema na pia tunakatazana na kuziwiana katika mabaya. Kwa nini? Wada'atu ilayhi, na mtu kulingania. Utakapojua kwamba hichi anachofanya mwenzako ni haramu, basi mwelekeze katika njia iliyokuwa nzuri. Ud'u rabbak bil hikmati wal mau'izati al hasan, lingania kwa Mola wako kwa hikma, maana kwa utulivu na kwa ilmu, wa mau'izati al hasan, na maneno yaliyokuwa mazuri katika kumlingania ndugu yako. Sio unamkaripia, hapana, unamwita ndugu yangu, Uislamu umekataza hilo jambo la haram. Hii ndio dini yetu ya Uislamu. Wa jihad, na mtu kupigania katika njia yake Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la khairi litakapokuletewa katika meza, katika sura yako, katika ukilisikia ukaliona, basi wewe unakuwa uko katika mstari wa mbele kupigania hiyo dini yake Allah subhanahu wa ta'ala. Tukiishia katika haya mambo, katika mambo ya khairi, basi sisi tutakuwa tuko na nusura yake Allah subhanahu wa ta'ala. Utakapoona hakuna nusura, majanga yamekuja, ghadhabu, basi jua kwamba sisi tumeshindwa kuyalinda yale ambayo aliyotuamrisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu yangu Muislamu, nitamalizia na hadithi moja Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam anatuelezea. Rawa Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, anatuelezea katika hii hadithi ambayo ni hadithi ndefu, lakini tutachukua hapa pale aliposema Mtume wetu Muhammad sallama, idha tabayantum bil'ina, utakapoona watu wanajishughulisha na mambo ya biashara yao, wataki kushughulika na dini yetu na dini hii ya Uislamu. Mwisho kule akasema sallama, sallallahu alayhim dhilla, Allah subhanahu wa ta'ala atawathabiti na udhalili. Watakuwa ni madhalili, watakuwa wanamiliki lakini bado hawana amani, watakuwa wanadhalilishwa. Na sisi leo ndugu zangu Waislamu tunadhalilishwa. Kwa sababu gani? Tumeacha hayo mambo ambayo ni ya muhimu. Takana sisi tumnusuru Allah katika dini yetu hii ya Uislamu, lakini sisi leo tumewaachia ni watu binafsi, ni mashekhe, ni maimamu, ni waduat, lakini tukasahau kwamba sisi ni umma wa Mtume wetu Muhammad. Lazima tukatazane mabaya na tuamrishane mema. Si kazi tu ya maulana ama shekhe fulani, ni ya kila Muislamu, kwa sababu sote tutaulizwa kutokana kwa huu Uislamu. Mwisho kule akasema Mtume wetu Muhammad sallama, hamtotolewa ya hayo madhila, maana hatokuwa na nusura yake Allah subhanahu wa ta'ala, hatta tarji'u ila dinikum, mpaka turejee katika dini yetu ya Uislamu. Ndiyo pako silaha, ndiyo pako wokovu, ndiyo pako amani. Pale tu mtu utakaporejea katika dini yako ndio ikuhukumu, dini yako ndio ikuelekeze, dini yako ndio yani uwe chini mwa sheria ya Uislamu, hapo wewe utakuwa umepata nusura yake Allah subhanahu wa ta'ala. Ukikaangidika, hautaki kurudi, umejifanya wewe ni wewe, basi jua kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atakuweka, utakuwa dhalili. Pesa utakuwa nazo, umaarufu utakuwa nao, lakini watu watakusaliti na hautokuwa na amani katika hali yako. Kumbe ndugu yangu Muislamu, ukitaka raha ya dunia na kesho akhera, ni sisi tuishi katika yale ambayo aliyotuamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, na tujitenga katika yale ambayo aliyotukataza. Hiyo ndiyo silaha iliyokuwa kubwa ndugu yangu Muislamu. Upige kondo moyo wako yale ambayo unayotamani, labda yamo ndani yake shirki, yamo ndani yake uadui, maasi. Jitenge na Allah subhanahu wa ta'ala, Allah atakufungulia. Hii ndiyo ilikuwa ujumbe wetu katika siku ya leo tarehe 12 mwezi huu wa 6 sawa na tarehe 26 za mwezi wa Dhulhijja, katika siku takatifu ya Juma. Kuwa nami mara kwa mara kupitia channel yetu hii ya Harakati, tutaelimishana mengi. Kama kuna lolote ambalo unalotaka kuuliza, basi tuma ujumbe wako, insha Allah tutalipitia biidhnillah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.